Living Father, we are coming before the presence of God. We're praying, Lord, as you invite the preacher, King of Kings, my Father, whatever he speaks, Lord, let it make an impact in our life, King of Kings, my Father. Let it stick, King of Glory. Worship your name, Lord, and we lift your name. It is in Jesus' name I pray, believe, and trust in you. Amen. Kwa uwezo wa Bwana nitasoma waraka wa Hibrania kifungu cha 10 mstari wa 23 hadi wa 25. Na mlishike sana ungano la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na tukahimizane katika upendo na kazi nzuri. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanyia hivyo kwa kadri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Amen. Basi kanisa, wacheni ni wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nina furaha asubuhi ya leo kuwa katika nyumba ya Baba ili tukapate kuzungumza pamoja na tukapate kuelewa kusudi ambalo Kristo alikusudia kwa sababu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Wakati huu ambao kuna janga hili, mahali ambapo tumesomewa, basi katika mstari ule wa 23 katika waraka wa Waebrania sura ya 10 na mstari wa 23 pale nasema, na mlishike sana ungano la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Wapendwa, wakati huu ambao tuko katika janga hili la COVID-19, kuna mambo ambayo Kristo aliyoahidi, na neno lake linatuambia kana kwamba alichoahidi atalitimiza. Kwa hivyo wapendwa, kama Kristo ametuahidia afya njema, ni kusudi kana kwamba atalitimiza. Let me say this. Some calamities come because of the good of the Christians. Amen. Wakati wengine majanga ukuja kwa sababu ya familia zetu, kwa sababu ya uzuri wa jamii ya Mkristo. Jambo la kwanza ningependa kuongelea leo ni kuhusu ushirika ama fellowshipping together. A time like this, when we need to be in a church to fellowship together. A time like this, we need to be in the gatherings and fellowship and worshiping the Lord. But because of the government directives, we are not able to meet. But today, I want to talk about how can we fellowship when we are in isolation? How can we fellowship when we are at home? I want to speak to someone who is outside there. Na amechanganyikiwa kusudi kwa kwamba nitafanyaje mimi ili shirika langu la Kristo likaweze kudumu. Jambo la kwanza ningependa wapendwa tukajue ni kwamba we need to have fellowship with God. That is the first fellowship that we need to have. Kwamba tunahitaji kuwa na ushirika na Mungu kwa jambo la kwanza, so that our spiritual, we can grow spiritually. Tunaweza kukua katika hali ya kiroho. Na wakati ambapo ushirika wetu uko pamoja na Kristo, I'm telling you, things will be right. You will never be alone. Katika ushirika wetu na Kristo, we need to pray. When we are praying, when we are talking to God, when we are talking to Yahweh, yeye ambaye aliahidi kwamba atatimiza kusudio la maisha yetu, atatimiza kusudi ambalo aliahidi kwamba atatimiza katika maisha yetu. When we pray, God's presence come down na inakaa katikati yetu, and we notice that we are never walking alone because Christ is with us. Christ is walking with us. When we pray, I'm telling you, better things are going to happen unto our lives. Fellowship helps us to express love to one another. Yaani ushirika unafanya kwamba sisi tunaonyesha upendo kwa watu wale wengine. Now, I want you to give you ways that we can fellowship together at a time that the government is saying that we stay at home. At a time as this that we are not coming to church. At a time that this we are not going even for our home cells. There are ways that we can fellowship together. Amen. One way that we need to fellowship together, it is by having a family fellowship at home. As I have just said, some calamities happen to bring people together. That is true. When this calamity befall us, hii calamity ilipokuja, hili janga lilipokuja, na kusemekana watu wakae nyumbani, believe me there are families that were breaking. Because the father was not being seen in the house. The mother was not where to be seen, angekuja usiku. Watoto wangetelewa, lakini kwa sababu ya hii directive,
We are supposed to be in the house by 6. I'm telling you, families are uniting and they are being together. We need to enhance the fellowship of families. Bring our children together. Bring the family together. We sit together, we read the word of God, and we pray together. That is one way that we can continue. We can make this fellowship continue. That we may not feel that we are not going to church or we are not fellowshipping together. We need to fellowship as a family. Number 2, we need to communicate through the media. It is the high time we take our phones and we call those people that we have been fellowship together in the church. How many people have you called since we went home? Since we started not coming to church? Ni watu wangapi umechukua simu na kuwapigia na kuwauliza katika hali ya Ukristo, mnaendelea aje? Mko namna gani? Mko na njaa? Mko na chakula? Ni watu wangapi umepigia simu? Ni watu wangapi tu you have just sent a message of encouragement just to tell them, brother, let us praise on and continue praying. That is one way of fellowshipping together. We need to call. We need to text one another. Na tujuliane hali kwamba mnaendelea aje? Mko namna gani? Hilo ni jambo la pili. Calling, texting, and even talking through the media, that people, we may know the welfare of each other. Another way of fellowshipping is through giving. Amen. Giving is one way of fellowshipping together. When we give because of those who do not have food, we are fellowshipping together. Amen. When we give because of those people who do not have even money to buy anything at their houses, those who do not have hunger, wale ambao hawana mboga katika boma zao, when we bring that food together na tuwagawie, it is another way of fellowshipping together. And believe me, it touches the heart of God when we give to others. It really touches the heart of God when we give to others. Brothers and sisters, it is the high time that we bring food to the church as the Reverend directed, so that it can be given to those who are less fortunate. Wale ambao hawana uwezo wa kupata chakula. Please, church, I'm begging you, let us come together and bring food to the church, ili tukaweza kusambazia wale ambao hawana uwezo. Maana hiyo ni njia ya kushiriki pamoja, na ushirika wetu na Kristo utaendelea na kudumu. Jambo lingine na la mwisho ni kwamba wakati huu ambao kuna hili janga, njia nyingine ya kufellowship na kuonyesha ushirika wetu na Kristo unadumu, it is through giving to the church. We need to give our tithes. We need to continue giving our tithes. We need to continue giving our offerings. We need to continue giving because of church project people, because it is a way of fellowshipping together. The Bible says, mstari wa 25, Bwana tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, mbali tuonyanye na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. 24 inasema, tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Kazi nzuri katika hali ya kutoa kwa sababu ya project za kanisa hili. I want to thank the Lord because of the people who gave because of the camera project. May the Lord uplift you. I want to thank the Lord because of the people who are going to give because of other projects that are coming ahead. Let us continue giving our tithes. Let us continue giving our offerings, because it's a way of fellowshipping together. Brothers and sisters, it is the high time now we continue praying because of this. It is the high time we continue praying that the churches may be opened, that we can come and fellowship in together. But remember, as the church still closed, we can continue fellowshipping. You can call your brother. You can call each and every person. You can call your friends who we usually fellowship. We used to fellowship together, and tell them that the Lord cares and the Lord loves them. It is the high time we continue fellowshipping together by giving, fellowshipping together by praying for one another, fellowshipping together kwa kujuliana hali, tuzidishe ushirika katika jina la Yesu Kristo. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru na kukuheshimu, maana wewe ni Mungu. Ni asante kwa sababu ya neno lako ambalo ni takatifu. Unatuhimiza kwamba tukazidi kuishi katika ushirika, shirika katika jamii. Jehova, wakati umetuunganisha katika boma zetu, wakati huu baba na mama na watoto wako pamoja katika boma, we are praying that by the end of the COVID-19, God, families will be continue being strong.
The family fellowship will be strong, Jehovah. We are praying because of the giving of the church, that we may fellowship because of the giving of the church. We are praying because of the giving of the food for the less fortunate, God, that we may fellowship through giving food for those who do not have food, Jehovah Master. We are praying that, Jehovah, this time of COVID-19, Jehovah Master, you may keep us safe because you are faithful, Jehovah. Ni asante, maana neno lako linasema, Jehovah, kwamba utaenenda na kutulinda na utatimiza ahadi zako katika maisha yetu. Timiza ahadi yako. Unatuambia, Jehovah, tutakula sumu lakini hatutakufa. Jehovah, hili janga limetufika lakini halitatupata mfalme, maana wewe ni Mungu uishiye milele na utaweza kutupigania. Tunakushukuru, Jehovah, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Endelea kukaa pamoja na sisi, taifa nzima liongoze, Jehovah. Jehovah, dunia nzima tuongoze na ulete tiba lako ambalo linadumu milele na milele. Ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Yani katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Nikienda kumalizia, ningependa kuomba wazazi, tafadhali mkiwa na watoto pale nyumbani, mzidi kuwahimiza katika neno la Mungu. Watoto tunawapenda na tunawajali kama walimu. Zidi kuwahimiza, zidi kuwapea neno la Mungu, zidi kuwaeleza kwamba Kristo ni mwema na ni mwaminifu. I thank the Lord because of you, church. You have been faithful, you have been supportive to the church. And on behalf of the pastors of this church, we want to thank you and appreciate you because you have been faithful. In Jesus' mighty name, we do pray, trust, and believe. Amen. May the Lord bless you and be with you throughout this day. In Jesus' name, amen. Amen.